katika mpangilio ya siku. Sioni kama Abedi yuko. Abedi was supposed to be the chair. Abedi yuko. Abedi, hebu simama kwa niaba ya kamati ya ama simama uwasimamishe. I want to salute you on behalf of all of them. Simamisha kamati yako wale walikuwa hapa. Nakumbuka kuna wengine ndio wanashughulika kama mzee Oguna pale, najua kulikuwa na Mwenga. Najua Mwenga amfika leo. Abedi, kwa niaba ya kanisa, I salute you. What happened on that day? Wewe mwenyewe ulishuhudia, niko na picha hapa zinaonyesha ukiwa busy hapa masaa very late. And people just did. Wewe mwenyewe ulishtuka wewe mwenyewe. Sikusikii vile unasema. Lakini I want to appreciate ya kwamba mambo ambayo ilifanyika wakati ule ni mambo ambayo ilikuwa sio ya kawaida, ambayo ilitufanya tukaona program tofauti mpaka tukaendelea bila kuogopa kwamba masaa inaenda. Sasa tunaweza kuketi. It is very interesting how human mind works. Kwa sababu hata chakula ambayo unakula, wataalamu wanasema ya kwamba chakula ambayo iko na rangi moja, sema ni mchele ya white, haipendezi macho na haiyapendezi. Lakini chakula ambayo iko na green pale, white pale, orange pale, carrot nini na nini, inavutia macho na inapatia nini appetite. In fact, I was explaining to Kim last Sabbath ya kwamba personally I don't like being on the pulpit kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa sababu naamini ya kwamba labda ninaweza nikakuchosha asubuhi, but somebody else akiingia saa 8 ile uchovu nilikupatia atasaidia asubuhi upande wake. Because I believe kama ulifundishwa lesson na mwalimu tofauti, divine service ukapitia kwa mwalimu tofauti, alafu sasa saa 8 pia uko na mwalimu tofauti, ikiwa hautatoka na kitu wewe pia uko na zako. Lakini kama nimekuchosa kuanzia asubuhi mpaka jioni, labda hiyo naweza nikaelewa. So I think what happened, kwa kifupi nataka kusema ya kwamba we should feel encouraged to try it next time because it was really worth it. And I appreciate on behalf of the church, mzidi kubarikiwa. Kutoka hapo nataka tuingie katika shughuli ya leo ambayo ni siku ya appreciation, na mahubiri ambayo tutakuwa tunaangalia nasema hivi, yani kichwa chake ni appreciation is a virtue. Appreciation is a virtue. Yani kutoa shukrani ni tabia njema. Ni tabia njema. Mama yangu alikuwa ananiambia kwamba appreciation is good manners. Yani unapojifunza tu kuweza kusema shukrani ni jambo la kipekee na ni jambo ambalo hakika lina maana. Wengine wetu labda wameweza kujiuliza hii appreciation day, where did it come from? Because it has not always been there. Nimekuwa hii kanisa kwa muda and I know it has not always been there. But when it came, I want to assure you, I believe it was guided by the Spirit of God. Perhaps the church wanted to teach us something because this provision ya appreciation sio kwamba iko shauri moyo. Ukienda it is provided in the calendar ya General Conference. Hii msini kweli, niko katika PM. Viona uko hapa. Umeiona appreciation day ya kamikapi katika nini? 2014. It has not always been there, lakini imekuwa recently. Na ninaamini ya kwamba kuna sababu ambayo Mungu alielekeza kanisa kufikiria jambo hili la appreciation ya kwamba we should appreciate at least somebody or as kama mfano ya appreciation ambayo tuko supposed kuwa nayo. Na kwa sababu hiyo ndio jambo tutakuwa tukiangazia, naomba tufunge macho tuombe, alafu tuweze kuendelea. Baba wa mbinguni, tunakushukuru umetupatia nafasi ya kipekee kuweza kuangalia swala ambalo linahusu maisha yetu sana, kwa sababu tusipojifunza kushukuru moja dhidi ya mwingine, bila shaka tutakuwa na shida hata kushukuru wewe pia. Kuwa nasi Baba, unitumie kama chombo kidhaifu kisichofaa, lakini kwa ajili ya upendo wako Baba mbinguni, uweze kunitumia na kunielekeza mpaka mwisho ndio katika jina la Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Nataka tuangalie katika kitabu cha I want us to form a basis of some logic ambao we can argue out what we are going to be looking at today. First John 4 verse 20. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni 20. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 fungu lake mstari wake ni 20. Biblia inasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona
hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Hebu tuanze, nataka kutumia ile text kwa sababu ya argue out the logic ambayo inatusaidia kuelewa jambo hili la appreciation. Andiko linasema kwamba usipofanya nini Mungu wako. Nasema mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona, unamuona, unamjua. Ikiwa haumpendi, how can you love God ambaye haumuoni? Sasa wacha tuje kwa upande wa appreciation. I want us to use that same argument kwa upande wa appreciation. If you cannot appreciate your brethren, if you cannot appreciate mwanadamu mwenzako, how can you appreciate God? Wanadamu kawaida, we have a problem with appreciation. Kwanza sisi wa Afrika tuko na shida kubwa. Kuna pastor mmoja alikuwa na kisa na mama mmoja. Mama alienda kwake kwa sababu alikuwa amefika mahali akaona ya kwamba she could not continue with living with the husband. Na alikuwa na listi kubwa tu ya mambo ambayo mume wake alikuwa amekosea. Akampatia pastor akamwambia you write it down. Zile mashida ambazo mzee wako ako nayo. Akaandika. Pastor akamuuliza, sasa hebu andika yale mambo ambayo ni mazuri kuhusu mume wako. Akawa na sita. Akamwambia think of something. Mama hakuandika, akasema hivi, kitu kimoja anampendea mume wangu, hakunidanganya. When he promised he was going to marry me, he kept his word. Aliniambia kwamba atanioa na alinioa na amenipenda mimi na mtoto wangu all these years. Kwa upande huo ako deep. Promise I'll marry you. Na niliogopa because I've seen wengi sana wamedanganywa, lakini yeye aliniambia atanioa na atanipenda na mtoto wangu. Na tulipokuja I have no complaint ya kwamba hajatujali, yani he kept his word na hajaniambia hata siku moja ako na issue na mtoto wangu. Pastor akamuuliza, does that count for anything? Kwa sababu katika mawazo ya mwanadamu wa kawaida that really should count for something. If somebody has promised you katika jambo namna ile na he has kept his word, surely does it count for nothing? Yule mama alipofikiria, basi akamwambia, let me tell you something, we have one problem as human beings. Mwanadamu wa kawaida hata ukimfanyia nini, hata umfanyie nini, ile siku utamfanyia jambo moja ambalo halitamfurahisha, that one thing ndio atakujali, atakuona on the basis of that. Think of the people you hate. Is there one thing, jambo moja, not two, one thing ambao unaweza kusema ya kwamba pamoja na hayo, at least for this one thing, ndugu huyu alinifaa kwa wakati fulani. We don't appreciate. Africans, I'm telling you, sisi we are notorious. Waingereza wako afadhali. Hata katika manyumba, unaweza kuona mzee ameng'ang'ana, amepitia wakulima market, amekuja na matunda, anafika kwa nyumba, mama haipendezi, anamuuliza hii matunda, mzee surely, hii matunda umenunua ama umepewa? Can you imagine? Yaani umestruggle, umeenda Marikiti na majabu huko, umesumana na watu, alafu unafika nyumbani, mtu anakuuliza hii matunda surely, what quality is it? Hii umepewa ama umenunua? It happens. Na ninaposema hivyo, labda kuna mtu anajua aliuliza hivyo jana jioni. Labda kuna mtu anajua aliuliza hivyo. Ama mzee anapikwa chakula mzuri, ama sio ni mbaya, let's say ni mbaya. Lakini anapofika kwa meza, anaanza kuikashifu na lugha ngumu. Anasema angalia hii chapati surely. Mimi nimeona umekaa jikoni, nimefikiria ulikuwa unafanya kitu ya maana. Sasa angalia hii chapati. Hii chapati kama ni silaha. Si ni silaha hii. Kitu kwa kupasuka tunampika tu na hii ni silaha. Hii si chakula. Angalia mboga, haijulikani kama imekaangwa na mafuta hata. Kilo. Na wakati mama huyu amepika chakula mzuri, you never say, mama leo mambo iko sawa. Leo uko chonjo, you never appreciate. We don't appreciate as human beings. Na kwa sababu hiyo, wakati kanisa limekuja na concept hii ya kwamba maybe for a start, and I believe pastor in this case he presents the way we should deal with each other. Ni mfano tu ambayo ya the way we should deal with each other. Appreciation watu wa Mungu is good manners. If we cannot appreciate, we have a problem. Wacha nikupatie mazingira ambayo labda pastor wetu maybe you have never thought of it. Lakini wacha nikupatie mawazo tu kidogo ujaribu kuelewa kwa nini labda hautaweza kufanya kazi ya pastor. Jambo la kwanza, unapokuwa pastor katika kanisa la Wasabato, kama wewe ni pastor kanisa la Redeemed, kama wewe ni pastor kanisa, tuseme wewe ni pastor wa one of those churches, especially that Pentecostal, when you are stationed unakaa huko all the years, unakaa huko. Labda kanisa yako umeestablish, so you stay there. Kuna kitu you don't lose ukiwa umekaa mahali moja, workstation moja throughout.
disruption of family life, disruption of social life haitokee. Jambo hili ni la muhimu sana. It takes you time to build friendship na kujuana na watu na kujenga mahusiano ambayo inaweza kuwa ni ya kudumu. Mtoto ambaye ni mtoto wa pasta, nataka uchukue kwa mfano. Wakati mmoja tulikuwa na pasta mmoja hapa, alikuwa Pasta Otwera. Nitumie tu kama mfano. Alikuwa na mtoto mdogo ambaye alikuwa anaitwa Emily. Wale ambao wanaweza kukumbuka Pasta Otwera, mnakumbuka mtoto aliitwa Emily, ambaye alikuwa na mtoto, yule mtoto wake mdogo yule alikuwa anachapwa na kuku ya umiti, yule jogoo ya umiti. Mnakumbuka? Huyo mtoto alipotoka hapa, akiwa hapa alikuwa mtoto mdogo. A human being will take time to relate with people, to know each other, ndio kutengeneza ni friendship. Because friendship does not just come anyhow. Ametoka hapa pasta, akaenda Lavington. Within no time, ametoka hapo, ameenda Meru. Within no time, ametoka hapo, ameenda Nanyuki. Ametoka hapo tena, ameenda Kirogwea. Ametoka Kirogwea, amekuja Kibera. Sasa juu yako hapa. Hebu niambie, kuna mtu katika hii kanisa, hata labda umekuwa hapa for maybe even 5 years, lakini you have no strong bond ya relationship ambao unasema ya kwamba huyu nimemrudia kanisani, ni rafiki wangu wa karibu. Kuna mtu ambaye umemrudia kanisani. You know there is this one thing. Wakati tunazungushwa hapa uko leo, kesho uko pale, that aspect ya mahusiano unaipoteza. Na especially kama ni mtoto mdogo wako ambaye kama mzazi unazunguka naye hivyo, kuna kitu wewe ulibenefit kwayo lakini yeye hata benefit. Watu hujenga urafiki ule wa kudumu sana. Wataalamu wanasema ya kwamba it is built especially in the teenage years. Miaka ya teenage years. Marafiki wale wako wa zamani, unapokutana nao mkiwa kama mlipendana mkiwa teenagers, you feel like bado ni marafiki zako. Lakini maisha hii ya kujuana leo na kuachana, wana sociolojia wanasema kwamba especially in urban setting, wakati mnakaa mijini, relationships zetu zinaitwa mechanical solidarity. Yaani mtu mnajuana naye leo kwa sababu ni iba yako na hata mmekaa naye labda hata miaka 5, lakini mnapoachana hivi, mkikutana na yeye hata umeona mahali hivi, unaweza you can simply say I used to know that guy. Hauna ile attachment. Lakini ile ya ushago, wale watu walikuwa ma neighbors to ushago, hata ukisikia mmoja amekufa saa hii, you feel like you have lost somebody you know. Kwa sababu ni watu mlizoeana na mmekuwa nao na nini na nini. Wataalamu wanaita organic solidarity. Yaani you feel them in your system because you have known them, you have been with them. Lakini pastors, they don't have that luxury. Ukiwa na mtoto mdogo, you are moved all over. Watoto wako wanapoteza hiyo kitu ya mahusiano ambayo ni ya muhimu sana katika maisha yao. That is one thing. The other challenge ambayo pastors wote wanapitia is the working environment. Nakumbuka Pastor Jansi Gweira akitoa mfano ya kwamba Kendubi, mimi have never been to Kendubi. Kuna sehemu nafikiri ni Kendi iko Kendubi. Wala unajua siko hivyo? Kendi. Wala unajua Kendi iko wapi? Kendi. Upande wa Kendubi, si ndio? Sasa Square alikuwa anasema hivi ya kwamba kuna pastor mmoja missionary alipokuja Kenya was posted there. Alipokuwa posted pale akaangalia tu mazingira. Sijui ni nyoka aliona ama ni nini. I'm not sure. Nafikiri hakuelezea. Lakini akasema ya kwamba mke wake akauliza ya kwamba mazingira hii shwari. Si mazingira iko na nyoka wengi sana. Yule pastor alikuwa amewalisika kwambia yenyewe hapa nyoka ziko. Lakini cha ajabu ni kwamba we have never lost one person ambaye ameumwa na nyoka tukasema ya kwamba tumemzika kwa sababu ameumwa na nyoka. Mke wake akamwona kana akamwambia pastor, ni sawa tumeambiwa hivyo. Lakini there is this one thing. There is always the first time. There is always the first time. Wanasema hakuna mtu ambaye kufa hapa kwa ajili ya nyoka. Lakini you could be the first one. You might be the first one. After the next time, watasema ya kwamba the only one person who died from a snake bite ni pastor wewe. So the best thing we can do, please, let us leave this place. Walikataa kazi kwa ajili ya hiyo. Austerity katika working environment. The environment ambayo unakuwa posted kama pastor. You know you can be here today. Lakini your next workstation, you have no idea itakuwa ni wapi. Kuna mzee mmoja aliniambia kwamba alipelekwa sehemu fulani wakati wa makambi. Yaani kwa wakati wa makambi tu. Fortunately, that is very short term. Akaenda akapata maji kupatikana pale ni shida. Kiasi ya kwamba aliletewa maji ya chupa tu namna hii. Akaambiwa ndio maji ya kuoga mwili. Na nafikiri ya kwamba kama angekuwa ameenda scouting labda angejua how to handle that. Lakini alisema ya kwamba alipoangalia maji ya chupa ya kwamba ataoga mwili nayo, akasema in my lifetime
sijawahi hata fikiria. I don't have the slightest idea how. So akasema ya kwamba wacha tufanye hivi. Mimi nitang'ang'ana. Hizi chupa sasa, hii chupa ya leo na chupa ya kesho zikusanye, weke pamoja, angalau chupa mbili, nitaona vile nitajisaidia. Working environment. Challenges katika working environment. Wakati mwingine you find yourself in a place hata sio nyoka ama nini. Ni crime. Very high, yani crime rate iko very high. Shauri Moyo hii ambao mnaiona hapa, watu wa Mungu ambao labda wamekuja juzi. Shauri Moyo has not always been like this. Mlisikia Pastor Mayu akisema hapa last time ya kwamba mara yake ya kwanza kuona mtu akichapwa ngeta aliona wapi? Shauri Moyo. For those of you who are here, you remember he said that, and that is the truth. Mimi nimewahi kushuhudia mambo ambayo imefanyika hapa. Kuna siku nimeenda na kwaya katika kanisa moja tu. Tulikuwa tunaenda kuimba service, ilikuwa ni music festival. Na mtu mmoja akanisalimia kwa jina. Nikashtuka nikamuuliza, kwani unanijua?" Akaniambia, "Nakujua sana. Si nimeona ulikuwa unapublish ile magazine ya Thursday the Lord." Nikamwambia, "Ndio." Akaniambia, "Acha nikwambie, mimi nilikuwa member wa Shauri Moyo. Lakini ile kitu ilinifanya nikose kuja Shauri Moyo. Nilishikwa ngeta wakati nimeingia kwa gate kabisa. Nimeingiza mguu hivi, nikamrudwa nje na gate." Akaniambia, "That is when I stopped coming to Shauri Moyo." Na mambo haya tumeyashuhudia. Wakati mmoja kuna siku nilisindikisha rafiki yangu mmoja, alikuwa anaitwa Rashid, ni brother ya Elnando. And you can confirm this from him. Tulienda tukawachana pale tu hapo kwa kinaangalia hapo chini kidogo. Tukawachana, mimi nikarudi hivi. Kurudi hivi, the following Sabbath aliniambia kwamba hata haikupita 1 minute, 2 minutes, already alikuwa amenyongwa. Wakamnyang'anya kilo alimnyang'anya. Na alikuwa na bahati mbaya siku hiyo. You can confirm it from him. Baada ya kunyongwa hapa, ile gari aliingia kwenda kwa nyumba yake, akapatana na waizi wengine kwa gari. Akamwambia, "Mimi already nimenyongwa round 1." Nimenyongwa round 1, akamwambia, "Una maana?" Alikuwa sasa anasema kwa alikuwa na Biblia. Akamwambia, "Basi leta hiyo saa." Akawapatia saa. This place used to be hostile. Kuna askari mwingine amenyongwa pale tukiwa kwa church. Understand? I'm not forgotten that. Walikuwa askari wawili wako na civilian. Sasa mmoja anavuka barabara na gari inakuja, mmoja ametangulia amemwacha mwenzake. Yule alivuka kwanza. Hizi nyumba unaona ziko hapa. Kwanza pande hii kuna wamaga walikuwa wanakaa pale. Askari akanyongwa. Mwenzake ndiye alimsaidia. And they killed that young man pale. Pastor wetu hapa, Pastor Otora Mwai, kutwa na wakora hapa. Wale ambao wamekuwa kwa board na mrefu you remember. Si ni kweli? Pastor Otora Mwai kutwa na wakora hapa. Pastor Francis Kariuki naamini Mwai kwa pale kwa ile kiti. This place used to be hosted. So when you are posted somewhere kama pastor, I mean you hauna ile unaweza kusema ya kwamba you have no choice. Kama umetumwa wapi. That is one thing. Or a second thing. The other thing ni yani wale ambao unafanyia kazi. Wale washiriki ambao unafanya kazi nao. Adventists we have one problem. We have no respect for our pastors. Mtu anapochagua atakuwa pastor wa Adventista, and why we need to appreciate them. Ni kwamba mazingira wanayofanyia sio mazingira ile ya pastor wa kawaida. I mean, Adventists have very little respect for their pastors. Wacha nikupe mfano. And before I get that, wacha tuingie kwa Biblia, because it is like people generally have that problem. But sisi wa Adventista tuko na shida. Hebu angalia Numbers chapter 16 verse 4. Hesabu 16 mstari wake ni 12. Biblia inasema, "Kisha Musa akatuma kuwaita Dathan na Abiramu wana wa Eliabu, nao wakasema, hatujui sisi." Huyu ni Musa. Hii ni mambo ya zamani, but it is very pronounced among us. Huyu ni Musa. Pamoja na cheo ambacho alikalia na heshima aliyokuwa nayo katika wana wa Israeli. Anatumana kwa kina Dathan. Anawaambia kwamba John, wakati anawaita wanasema nini? Wakasema, hatujui sisi. Hii ndio problem ya kusimama wakati masaa imeenda sana. There is too much noise. Watoto wetu wamekuwa impatient. Hii ndio shida ya kuhubiri kama masaa imeenda sana. Mesimama almost 20 to 1. That is the problem. So unaona Musa anatumana kwa kina nani? Dathan. Wanasema nini? Hatujui sisi. So wacha nikwambie. Yaani wanakataa, hatuji. Wanamwambia
We will not come. We will not come. Siku moja kanisa ambalo mimi nilitoka, idea ya kumjibu pastor mpaka akwambie kitu mjibu was unthinkable. In fact, there was no prescribed punishment, disciplinary action ya mtu ambaye anaweza kumjibu pastor, because it was simply unthinkable. Hata cross mind ya mtu ya kwamba mtu anaweza kumjibu kule tulikuwa tunamuita pastor. It was simply impossible. Lakini sasa hapa mimi nikiwa mgeni wakati mmoja, wakati wa pastor kama wale wanaweza kukumbuka pastor kama ndiye alinibatiza. Tulikuwa tumeketi pale masaa ya saa 8. Kulikuwa na hii mambo ya tuingie saa 8 tuendelee na Bible study. It has always been there. That song has always been there. So we were there. Na tulikuwa na marafiki ambao niliwapata, nilikuja kuwajua hapa kanisani. And the eldest one, wale ambao tulikuwa nao pale, pastor nafikiri akaona ameitana hapa sana na watu hawaingii. So he moved up, akaenda kuja pale katikati. Akasema ya kwamba mimi naitana hapa, alikuwa amekasirika sana. Mimi naitana hapa na nyinyi mnaendelea kuketi hapa na what kind of Bible study? Kama kuna Bible study simuingie ndani. Wacha nikwambie. What I saw that they shocked me. The first thing, wacha niite cultural shock. Because where I was, nothing like that would happen. Mimi niliona yule ndugu ambaye he was the eldest among us. Mimi nilikuwa junior sana, I think I was 23, 24. Yeye alimrukia pastor, yaani ile macho alimkondolea pastor. Akamwambia pastor, acha nikwambie, unakuja hapo umekondoa macho ukijaribu kuaddress nani? You think because you are a pastor you are more important than us? Just because you are employed by the church. Wacha nikwambie, kama unajivunia mti, mimi mwenyewe niko na mti. The other thing, ikiwa wewe unataka kufanya kazi ya kuondoa macho, ungeenda kwenu kufanya kuwa chief ama village headman. Lakini wewe kuja kuondoa macho kwa kanisa la Mungu. Just who do you think you are? Pastor alishtuka. Sababu bila alimrukia ilikali kama atampiga. And I was too shocked myself. I could never believe nilikuwa nimeona haya. Pastor akatoka hapo akakuja kwa hii kona. Akachukua mzee mmoja anaitwa Ndajage na akachukua Ndajage wakati ndiye alikuwa pastor. Na akachukua mdogo wake. Wakakuja. Walipokuja pale, pastor akauliza, "Hawa ni washiriki?" Yule ndugu akamjibu tena akamwambia, "Na mimi niko na swali moja nataka kuuliza. Wewe ni pastor wa kanisa ya YSDA wewe? Wewe mwenyewe ni pastor wa hii kanisa?" Hapo akamuuliza, "Unakuja na hawa? Si ungekuja na polisi basi wakuje na bingu. Umekuja na hawa wafanye nini?" Hakuna mtu alisema kitu. Pastor na wale wazee walishikana wakaruka. That shocked me. Pastors in this church are not respected. Yale mara nimeshuhudia pastor wakitukanwa, mimi mwenyewe nikiana na macho yangu na nikisikia. It is not twice, at least thrice. At least thrice. Kuona pastor akitukanwa kabisa live mbele ya macho yangu. Pastors are not respected here. Kuna kanisa zingine unaona upande wa ukivuka Uhuru hayo uvuke pande ile. Ukisimama hata kama ni pastor, usimame hapa mbele ya watu, uhubiri kwa 1 hour. 1 hour, you'll be shown where you belong. Uhubiri 1 hour. Mshiriki tu anakuja ama mzee anakuuliza, "Ile pastor, ile kazi ulisomea upasta, ulisomea kwa shule ya Kubaru?" Hii mambo anakusomea utaratibu wa kanisa na wanakataa literally. I have seen that. In fact, one elder wakati tukiwa katika mkutano wa Nairobi Isiolo, wakati wamama walianguka kwa ile ajali ya basi, aidha kuelewa. The pastor who chaired the meeting ambao mimi mwenyewe nilikuwa secretary, he told me with his own mouth. Kuna pastor walikataa kwa sababu ya mambo kama hayo na they held time. Wakakataa kutuma time kwa CKC, wakanunua uwanja wakajenga kanisa. They will flatly reject a pastor. Pastors are not respected in this church. Very unfortunate. Kwa hivyo ikiwa unataka kuwa pastor wa kanisa wa SDA, I want to tell you right now ya kwamba it will not be easy for you. It will not be easy. We need to appreciate our pastor because ile mazingira wanapitiana nayo. Shaurimo is a good place. I can tell you. Shaurimo is a wonderful place. Kwa sababu hata kama kumekuwa na incidents, they are few and far apart. In some churches, it is the order of the day. We have no respect for our pastors. Wakati GC iliketi labda ikafikiria kwamba we need to have a day for our pastors. Kuna kitu waliona. We need to, by appreciation we encourage them. Because it is not anybody who can do that job. Kwa sababu kama mshiriki anakupikana kwa mfano, and you are hot tempered, you are at the same level, kwa nini wewe utamweka mieleka? Utamweka mieleka, alafu baadaye itakuwa ni nini? Haipo kwa kanisa yote. We need to encourage our pastors. Because the things they go through, you cannot compare them na mapastors wa kule nje. Wale wa kule nje wako na easy time, wanachukulika kama Mungu literally. They will say anything and the church will obey without questioning. Lakini hapa mshiriki, by the way, one of the pastors ambaye namjua, I don't want to mention name. Ninajua kama miaka 2-3 hivi imepita. Wakati alitoka hapa kuna kanisa alienda akawekelewa kopi ya macho na mshiriki.
they will literally beat you up physically. Mtu atakutukana live, atakutukana mke wako live, and life will continue. So if you want to be a pastor wa kanisa hili Seventh Day, then ni vizuri uelewe why we need to appreciate you. Because we have a failure, we have a problem within ourselves. We don't respect our pastors. Challenge. I mean, Mungu ambaye ametuita tufanyie kazi. The other reason we should appreciate our pastors. You know, there's a directive from Jesus himself. Ya kwamba we should mind about their welfare. Hebu angalia katika kitabu cha Matthew 10 verses 9 and 10. Matthew 10 verses 9 and 10. Mathayo 10 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema msichukue dhahabu. Samahani, hapa sasa Yesu anatuma watu, go out there, make people my disciples. Alafu anawapatia instructions. Anasema nini? Msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu wala mkoba wa safari wala kanzu mbili wala viatu wala vimbo, maana mtendakazi astahili posho lake. This is a directive from Jesus himself. He is sending them out. Anawaambia kwamba wale ambao mtaenda kuwahudumia pale, it's their business to mind about you. It's their business. Wale ambao wanaenda kuhudumia pale ni jukumu lao. Anawaambia usibebe hata nini? Hata kiatu. Si umesema sandals? Yeah. Yaani don't carry anything. You go out there. Wale ambao mnaenda kuwahudumia, wacha wao washughulikie. Let them worry about you. It's their business to worry about you. To provide for you. A direct instruction from God himself. Alafu verse 42 inasema nini? Verse 11, 10:42 Biblia inasema, na mtu awaye yote atakayemnywesha mmoja wapo wa wadogo hawa na kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Yaani ambaye atapatia hawa even a cup of cold water. Kuna translation sio kama ni ya Good News Version inasema ya kwamba he will not escape. Yaani unaweza kuimagine ukijaribu kuhepa mibaraka ya Mungu. Kwa sababu ile kitu umefanya, it is so much organized up there, kiasi ya kwamba hata ujaribu kuihepa hiyo mibaraka bado itakupata. Kuna mtu kuna Bible ambayo inasema will not escape. Nimetumia hiyo neno escape because I know there is a Bible that says that. Uinue tu mkono sasa kwambia usome usishtuke. Kama kuna Biblia inasema ya kwamba will not escape blessings. Naona ni kama hatuna, but I know there is one such Bible. But anyway, the message is clear. Ya kwamba if you are going to give them even a cup of cold water, by the way, Pastor, you go hapa. Oh, Pastor, kuna a bottle of cold water. Tafadhali kiwi. Anasema even a cup of cold water will not escape blessings. A cup of cold water. Kumaanisha kwamba if Jesus himself has directed it, then where none will be. I know we like arguing about everything. I know in our mind, even this concept of appreciation of our pastors, kwa wengine bado isanishi. Unasikia mtu anasema yes, mwingine anasema hii, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Yesu mwenyewe has directed. Forget ya kwamba wako katika payroll somewhere. Wewe as a person, because it's supposed to teach you something, appreciating one another. If you cannot appreciate yule mtu ambaye unamuona, how can you appreciate God? The answer is simple, possibly you will not. Ni ngumu sana. We don't have a culture of appreciation. We don't appreciate. Hebu angalia katika kitabu cha Luke 17, nataka usome from verse 11. And before you read there, wacha nikupatie huu mfano. Before you read there, because I want labda hiyo itakusaidia kuelewa zaidi. Kuna mtu mmoja ambaye ni mwigizaji. Huyu mtu alikuwa mfano, siwezi kukumbuka story vizuri, lakini alikuwa anasema hivi. Kuna mtu alienda mbinguni akapata na Yesu. Yesu akawa anamzungusha mbinguni kumwonyesha vile mambo inaendelea pale mbinguni. Akaona 3 sets of angels. This set, that set and the other set. Akawaona wakiwa mbinguni pale. One set
angels were too busy. Walikuwa wanateremka chini wanapanda, wanateremka chini wanapanda. Wengine hivyo, lakini wengine walikuwa hivyo. So akauliza Yesu, akauliza hii group ambayo inaonekana iko busy sana kuteremka chini na kupanda, what is happening? Yesu akamwambia kwamba you know this group, hawa wanachukuanga maombi ya watu kutoka dunia. Na ni mengi sana. Prayer kama hii tumeweka hapa. Maombi ni mengi sana. The people who are praying today one thing or another ni wengi sana. So they are always moving up and down. That is why you see wako busy sana. Akaangalia wengine na hao wengine pia wako busy. Hapa nao inakuwaje? Akaambiwa kwamba sasa nao hao wako busy kwa sababu majibu inatolewa kwa katika maombi ambayo wamefanya. Lakini akapata another group ambao wao wamekaa wamestarehe. Hawana haraka. Wanajienjoy tu pale wametulia. Akauliza na hawa nao ni kina nani? Akaambiwa sasa hawa ni wale wanasubiri kupokea shukrani. Zile zimetolewa kwa ajili ya wale ambao wamepokea nini? Wamepokea majibu ya maombi yao. But these guys are idle kwa sababu it really comes. Akitokea kamoja hivi inakaa kingine hivyo ndio naona wako hivyo. Sasa soma 17 from verse 11. Kitabu cha Luka 17 kuanzia verse 17 mstari wake ni 11. Biblia inasema ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Endelea, nataka upige pale kwa shukrani. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wapi? Je, hawakuonekana walirudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enendeni zako, imani yako imekuokoa. Asante, hata ukifikisha hapo ni sawa. Waliopona ukoma walikuwa wangapi? Aliyerudi alikuwa wangapi? And what is odd about this ni kwamba this one ambaye alirudi was actually an outsider. It is possible watu wa kule nje waseme, Mungu mimi ninakushukuru, you have done for me A, B, C. Lakini wale ambao wako supposed katika mstari wa mbele kumshukuru Mungu will not. 1 out of 10% ndio watakaotoa shukrani. 10%, 90% will not. And most possibly wale wa kule nje akipita na pikipiki imiss anasema, I thank you God. Mshiriki anasema, niko na bahati sana. Ingenipata hiyo ni hata sijui nisingeenda kanisa. Wale wa nje they don't hawashukuru. Lakini yule wa nje anashukuru. Watu wa Mungu, where do you belong? Do you belong to the vast majority, to the 9, or you belong to this one? Huyu mmoja ambaye anatoa shukrani. Ni swali ambalo ningependa kujiuliza this morning. Nimesema we have a problem. Appreciation is a virtue, but we simply don't appreciate. It's something we need to cultivate within ourselves. Tujifunze kutoa shukrani. Immediately, mwenzako akufanyia kitu, shukuru. Ujifunze kushukuru mwenzako ndio ufikirie mambo ya Mungu. Mungu anakufanyia kitu hivi. Hata kama amekufanyia mazuri mangapi, you forget all that. Hiyo kitu kimoja ndio utaimba all the days of your life. Akanifanya, ikakuwa, that is who we are. So where do you want to belong? Between these two camps. The 9 or the 1? Mungu mapenzi yake ingekuwa ya kwamba uwe mmoja wa huyu, this one ambaye anajua ya kwamba kuna kitu inaitwa shukrani. Mungu angependa uweze kuwa huyo ambaye anashukuru. Watu wa Mungu, Bwana wabariki sana. Mimi nimemaliza. Lakini kabla niweze kuketi chini, today is Pastor's Appreciation Day. Na nataka kuuliza hivi. Tulikuwa tumetangaziwa. So I don't think we can pay ignorance. We already have the information. Na mzee pia ametukumbusha tulipokuwa tunatoa zaka na sadaka ya kwamba kuna kitu inakuja pale nyuma. And this is the thing now. Appreciate your pastor. It is to encourage. Mwambie pastor,
Yes, I appreciate what you are doing for us. Your presence within us is something ambayo tunastahili hata kumshukuru kwa sababu ya nafasi ya kupatia kuweza kujuana na kuinteract na wewe. We need to appreciate our pastor. And this is the time. This is the time to appreciate. Na hata kama huna kitu, muone pastor, mwambie pastor, I appreciate you. Pastor ni mzuri sana. He has no that commercial mind. Pastor ni mzuri, I can assure you. I know him. I've known him for some time. He's a good fellow. You, by word of mouth, by encouraging him, by telling him, I appreciate you, pastor, it means something. It means something. Hiyo peke yake. If you cannot, if you are not able, kwa mdomo wako mwambie pastor, I appreciate you. Because I can assure you, kama wewe ungeamua ukuwe pastor leo, labda haungeweza. What they are doing, what the pastors are doing, we should appreciate. And by appreciating them, by extension, inatufundisha pia kuweza ku-appreciate each other. Na kando na pastor, ukitoka hapa, kama wewe ni mzee ambayo chakula ukifeo unasema hii hajulikani imewekwa chumvi ama sukari, change your mind. Kama ni mama ambaye uko na you don't appreciate anything, ukiletoa sote unasema hii sote iko na mikono mifupi sana sijui nini. Learn to appreciate. Ikiwa matunda umeletewa na mzee na hukupenda, learn to appreciate. Mwambie mzee, hii umeng'ang'ana lakini kusema kweli umegongwa. You polish your language. Tumia lugha ambayo itamu-encourage ya kwamba amegongwa, next time ajaribu kuwa more careful. But please don't put people down despite their good effort. God wants us to appreciate each other. Appreciation is good manners, appreciation is a virtue. Technical bench. Kuna wimbo nilikuwa nimeomba. Tunapoendelea na shughuli hiyo, ningependa kuomba ya kwamba tuwekee hiyo wimbo. Tafadhali. Alafu sasa, deacons na deaconesses, tuna mzee, labda tutatuongoza the remaining part. Asante. Ewe Roho Mtakatifu, uje kututawala. Tega masikio katika wimbo huo, unaweza pata neno pamoja na mahubiri ya mhubiri wa leo. Tunapoendelea kusikiza wimbo huo, ni wimbo muhimu sana, umeimbwa na Muungano Kwaya. Nauliza mchungaji na mke wake waweze kuja hapa mbele, na sisi tuweze kuamka sasa, tuweze kutoa chochote ambacho ndani ya moyo wako unaona kinafaa kwa ajili ya mchungaji wetu. Asante ndugu Nyatich. Asante, ninashukuru sana mzee Nyatich kwa kazi hiyo. Mke wa pastor, njoo hapa. Mrs. Pastor, nauliza uje hapa mbele. Na kitasa iko hapa. Mzee Kashamba amesimama. Nauliza tafadhali, ambacho uko nacho njoo tu tumtolee mchungaji wetu. Tukiongozwa na wazee wa kanisa, sitting elders and standing elders, wote njooni tafadhali, pamoja na wanakwaya, pamoja na vijana na washiriki wote.
na washiriki wote, njoni tu kitasa hiki kipate chochote tu ambacho tunaanza kumappreciate mchungaji wetu. Church Treasurer Cyrus Kioko, njoo hapa. Cyrus Kioko, njoo hapa. Nilikuwa nimekuona mahali, tafadhali njoo. Asante camera people, technical bench, na wahitaji muwe karibu. Njoo tu, Mungu wa mbinguni atakubariki. Mchungaji wetu ni mchungaji mzuri, ametuhudumia kwa muda mrefu, na kazi hiyo anaifanya kwa niaba ya mbingu. Na kwa hivyo unapomtolea kile ambacho Mungu amekubariki nacho, ni baraka kutoka kwa Mungu. Ni baraka kutoka kwa Mungu. Njoo tu tafadhali. Brother Cyrus Kioko pamoja na timu yako muwe hapa karibu, just sit somewhere. Asante, tunashukuru. Asante sana washiriki wa kanisa letu. Asante kwa kumappreciate mchungaji wako. Asante kwa kumappreciate mchungaji wako, ni jambo muhimu na ni jambo nzuri. Huduma hii ambao anaitoa kwetu ni huduma ya mbingu, sio huduma ya mwanadamu. Na kwa hivyo unapomtolea, unamtolea Mungu. Unapomappreciate, usihesabu kama unafanya kosa. Unafanya jambo muhimu, jambo la mibaraka. Unafanya jambo la mibaraka, na Mungu wa mbinguni atakubariki unapofanya hivyo. This is wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much everyone. Ninashukuru kwa jambo hilo. Ninashukuru unapomsalimia mchungaji unapata mibaraka. Unapata mibaraka. Bwana wa mbinguni wabariki nyote ambao mmetoa na wale ambao hamjatoa. Tunashukuru sana. Nimefikiwa na habari ya kwamba ikiwa unaanza kutoa kwa M-Pesa, kama pesa zako ziko kwa simu, unaanza toa tu na paybill. Technical bench, weka namba hiyo ya paybill, alafu una indicate pastor's appreciation. Ukiandika, ukituma pesa kwa M-Pesa, uandike pastor's appreciation, itaweza kufika. Ninauliza sasa vijana, muje hapa mbele. Watu wanapoenda kumalizia, tutapata wimbo kutoka kwenu. Asante. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Tusonge kwa haraka. Watu ni wengi, kumbe mchungaji wetu tunampenda hivi, hata tuko tunajua hivi kama wazee. Tunashukuru sana. Washiriki wa kanisa la Shauri Moyo, tunashukuru kwenu kutambua mchungaji wenu. Ni mibaraka mikubwa. Ninaomba technical bench, wimbo huo urudie wimbo huo tunapoendelea kutoa. Urudie wimbo huo, ni wimbo mzuri. Urudie tu wimbo huo. Watu watakapoisha nitauliza vijana. Ewe Roho Mtakatifu uje utubariki. Ewe Roho Mtakatifu uje ubariki mioyo yetu. Na hiyo ndio ni baraka mikubwa, unapobariki mchungaji wako naye anakubariki. Thank you so much. Neno la Mungu linasema watumishi wake ni watumishi wa Mungu, na wanapofanya kazi hiyo wanaifanya kwa niaba ya mbingu. Nataka kurudia, ikiwa wewe umebakia pale chini na haujafikia kupata mibaraka hii, njoo upate mibaraka.
njoo upata mibaraka ya kumsalimia mchungaji. Labda hata katika maisha yako yote hujawahi kumsalimia, uje tu hata kama hauna kitu, msalimie na utabarikiwa. Jana sasa anzeni kujiandaa. Tunataka tunapokuwa tukihesabu fedha hizi kwa haraka sana tuweze kupata nafasi hiyo. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuzungumza na mioyo yetu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuzungumza na mioyo yetu, na hiyo ndio kazi yake. Unapomtolea mchungaji wako, unapombariki mchungaji wako, nawe utabarikiwa pia. Hauwezi kufanya hivyo ukakosa kupata mibaraka. Hivyo ndivyo mzungumzaji wa leo ametufundisha katika mahubiri yake. Vijana wetu tunahitaji sasa, tunapozihesabu fedha hizi katika haraka sana, tuweze kupata nafasi ya wimbo ili tuweze kufanya wimbo wa mwisho, tufunge ibada. Tunahitaji kufunga ibada. Tutakapomalizia hivi, hatuwezi kutoka hapa kama hatujapata kuimba wimbo wa mwisho na kufanya ombi la mwisho. Kwa hivyo wewe unapoamua kutoka nje, ujue unatoka wakati ibada haijaisha. Tunapoendelea kufikia mwisho, nauliza wazee wote kuja hapa mbele. Wazee wote wa kanisa la Shauri Moyo, all elders, sitting elders, John hapa mbele. John hapa mbele, wazee wote tukiongozwa na Kevin, Mzee Ndungu na wazee wale wengine, John hapa mbele. Tusimame karibu na mchungaji wetu, angalau hata tupate picha na tuweze kushuhudia jambo hili, kwa maana lilikuja kwetu. Simameni hapa tu. Simameni karibu na mchungaji. Ninaona hata kama tumemaliza. Cyrus Kiongo.